Kichwa cha ujumbe wa leo ni God's miracles in the time of crisis. God's miracles in the time of crisis. Yaani miujiza ya Bwana inayokuja wakati wa shida, wakati watu wanaendelea na shida. Tunasoma katika Kutoka kifungu cha kwanza mstari wa 22, tukivuka kifungu cha pili tuende mpaka mstari wa 10 wa kifungu cha pili. Naanza na kusoma pamoja, tusome pamoja nikisoma mbele yenu. Yaani nitasoma. So Pharaoh commanded all his people, saying, every son who is born you shall cast into the river, and every daughter you shall save alive. Kifungu cha pili mstari wa kwanza, soma kwa Kizungu. And a man of the house of Levi went and took as wife and daughter of Levi. So the woman conceived and bore a son. And when she saw that he was a beautiful child, but when she could no longer hide him, she took an hack of bulrushes for him, dumped it in with the asphalt and the pitch. But the child put the child in it, and laid it in the reeds by the river's bank. And his sister stood afar off to know what would be done to him. Then the daughter of Pharaoh came out to bathe at the river, and her maidens walked along the riverside. And when she saw the hack among the reeds, she sent her maid to get it. And when she opened it, she saw the child, and beyond the baby wept. So she had compassion on him and said, this is one of the Hebrews' children. Then his sister said to Pharaoh's daughter, shall I go and call a nurse for you from the Hebrew women, that she may nurse the child for you? And Pharaoh's daughter said to her, go. So the maiden went and called the child's mother. Then Pharaoh's daughter said to her, take this child away and nurse him for me, and I will give you your wages. So the woman took the child and nursed him. And the child grew, and she brought him to Pharaoh's daughter, and he became her son. So she called his name Moses, saying, because I drew him out of the water. Amen. Amen. Mungu ana njia ile huwa analeta miujiza wakati wa shida. Kama sisi wakati huu tunaabudia manyumbani, kila mmoja, hakuna mtu anaruhusiwa kwenda kanisani, ni wakati wa shida. Kama wakati huu unaambiwa ukae ukiwa na hita miwani ya chini. Hii ya kitu mnaweka huko chini kwa ajili ya coronavirus. Kama wakati huu unaambiwa uoshe mikono mara nyingi, tunaambiwa kuna danger, kuna shida ya coronavirus na tukue na precaution, to take precaution. Tunaposomesha haya yote tunasema yale yote Ministry of Health inatuambia tufuate kwa ndio tuweze kukua safe. Hata kama sisi ni kina nani, kila mmoja mkubwa mdogo anatakikana afanye nini? Afuate ndio aweze kuwa na afya njema na endelee vizuri. Kwa hivyo tunasema wakati kama huu tuko na shida, Mungu anatamani na anatarajia tuweze kuinua imani yetu na tuweze kumwangalia vizuri, ndio tuanze kuona akitutendea miujiza. Ama kwa kweli anataka kuinua, anataka kutupandisha kutoka ile kiwango cha ukawaida atuingize kwenye kiwango kingine. Anataka kutupatia kutembea naye vizuri. Unajua kumekuwa na ule Ukristo wa kawaida ambao mtu anachukua Biblia siku ya Sunday tu na kwenda kanisani. Na saa hii tumekaa kwa manyumba kwa miezi 3 sasa. Kama mtu kama ako namna hiyo, sijui saa hii anaisomanga wakati gani. Hali ya kwamba Mungu anasema mtu aishi kwa mkate peke yake, ama kwa chakula ile tunakula ya mwili peke yake, bali anaishi kwa kila neno inayotoka wapi? Kwa kinywa cha Baba. Na hii Biblia ndio hiyo neno inayotoka kwa kinywa cha Baba. Hili neno tumesoma inaeleza wakati kulikuwa na shida kwenye nchi ya Misri.
wana wa Israeli walikuwa wamekaa kwenye nchi ya Misri kwa miaka kadhaa, mia kadhaa. Na wakiwa pale, Farao akawa amesema, ukisoma kifungu cha kwanza chote, ni vile sikutaka kusoma sana. Tukisoma hiyo kifungu cha kwanza yote, unaona ya kwamba Farao alikuwa amepata shida, na wao wanasema hawa watu wanaendelea wakikuwa wengi na wengi na wengi zaidi. Mpaka hapo juu ameambia mindi wa Yesu wao. Mindi wa hivyo anaweka watoto nini? Wakunga. Anaambia wakunga wao ya kwamba mkienda kuzalisha wanadada wa Waebrania, mnazalisha, na akiwa ni kijana unanyonga kabla mdada hajaona, unamnyonga. Kama ni msichana unamwachilia analea msichana wake. Na wale wakunga walikuwa wawili pale juu. Ukiangalia mstari ule wa 15, walikuwa ni wakunga wawili kwenye kifungu cha kwanza. Walikuwa ni wakunga wawili, wanaenda wanazalisha watoto, lakini wanawaweka huru wakae waishi. Kwa ajili ni wao wakunga walikuwa wanamuogopa Mungu. Na kwa ajili wanamuogopa Mungu, Mungu akawapatia hata familia zao waendelee vizuri, na familia zao wakafaulu na nyumba zao, because wanaogopa nani? Tukiongopa Mungu, hata wakati wa shida kama hii, Mungu ataendelea kuinua familia zetu na kuzipandisha na kutupatia kuendelea na afya njema na furaha na baraka, hata tunapoona wengine wakiteseka. Hallelujah. Because midwives wanamuogopa Mungu, wanatenda kilicho cha haki, na Mungu anainua familia zao, anawajengea manyumba zao, anawapatia kupanuka, anawapatia kuendelea vizuri. Hiyo mistari iko juu na kueleza namna hiyo. Lakini Farao alipowauliza wakasema, hawa wanadada wa Waebrania tukienda kuwazalisha kwa ajili wao ni warembo na ni wazuri zaidi na wana roho safi, tunakuta wamezaa already. Kwa hivyo hatuoni vile tutaua wao watoto waume. Na ndio Farao akaanza kutafuta mbinu nyingine ya kuangamiza wana wa Israeli ndio wasiendelee zaidi. Unajua hatujui kwa nini kanisa inafungwa, hatuwezi kujua hii kitu ni ya shetani ama ni ya nini. Ndio tusiendelee kuwa wengi zaidi wale wameokoka. Hawezi kujua. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mimi sitaki kupanda mbegu mbaya, lakini nasema unajiangalia, na ukiwa mahali huko unaendelea na kushikilia Mungu sana. Kama ni mbinu ya shetani ishindwe. Haleluya. Na unaendelea kushikilia na nyumba yako inuke ikimpenda Mungu zaidi. Ikiwa ni mbinu ya shetani iweze kufanya nini? Kushindwa na ishindwe kabisa. Haleluya. Lakini hawa shetani alikuwa anatumia Farao haweze kuangamiza wana wao wa fulana wasiendelee kuwa wengi. Because wakikuwa wengi nini kitatendeka? Unajua akiua watoto wale wanaume wote, ni wakati wa miaka 100 tu, alafu kukue hawana wanaume wa Waisraeli hapo. Na wabibi zao na wasichana wao hawazai. Kwa hivyo kizazi chote kinafanya nini? Kinaisha. Tuko pamoja? Na ni kama hii ni mbinu ya shetani, unakuta wale wanashikilia Mungu watakuwa wachache. Alafu wokovu inaendelea kwa nini? Chini. Na ndio mimi natangaza ya kwamba hata wakati wa shida kama hii, shikilia Mungu kabisa. Kuwa na hiyo kuamua tushinde shetani ndio tusimame. Ndio siku ile tutaambiwa turudi kanisani, turudi tukiwa watu wengi hata zaidi ya vile tulikuwa. Urudi na watu wa nyumbani wote, hata wale hawakuwa wanajali Mungu. Make sure unawaelekeza turudi na nyumbani na kanisani kote tukue watu wengi zaidi. Kama ilikuwa mbinu ya shetani ishindwe na iangamie kabisa. Haleluya. Ndio tunasema Farao akatafuta njia nyingine akielekezwa na yule mwovu shetani. Akasema sasa watoto wote wale ambao ni wanaume wakizaliwa watupwe wapi? Kwenye mto. Na watoto wakaendelea kuzaliwa. Na naamini kuna wengi walizaliwa na wakatupwa kwenye mto. Na kuna wengi walizaliwa na hata wakachukuliwa na government ama na viongozi wa huko walinda raja, wakachukuliwa watupwe kwenye mto. Na wakati huo ndio huyu mtu ambaye ni Mwebrania, ambaye ni kutoka wa nyumba ya Levi, ameoa dada na wamezaa msichana. Huyo mkubwa huyo alichunga ndugu yake, na wamezaa na mwingine. Naamini hata Haruni alikuwa amezaliwa wakati huo. Na kwa hivyo wakati huo kumetolewa hiyo amri. Unajua kumetolewa amri, kaa nyumbani. Tunaweza asifiwe sana. Na tunasema tutii. Tuko pamoja. Kaa nyumbani na ujilinde.
Na wajikinge na huyo mwingine. Huwezi kujua huyo mwingine ndio ako na corona ama ni wewe. Unaambiwa kaa nyumbani na tunatii. Lakini tunasema wakati kama huo ndio huyu dada anapata mimba kwenye hiyo ndoa. Na hiyo mimba ni ya nani? Ni ya Moses. Na akiwa amepata mimba anazaa mtoto. Naamini wakati ule amezaa huyu mtoto anakuwa ni mtu wa kumpembeleza sasa mtoto asisikike wapi? Nje. Juu wakisikia nje na wakuja kuangalia ni mtoto msichana ama ni kijana, watampokonya waende watupe wapi? Kwenye mto. Na ndio hiyo tuko wakati wa kutayarisha. Kuna njia ile Mungu anapita na analeta muujiza wake. Huyu dada amezaa mtoto na amemuona huyu mtoto ni mtoto beautiful, mtoto angekuwa ni wakati wetu tungemuita mtoto handsome. Na ako pale anakaa vizuri, ametulia vizuri, mtoto wa kiungu, na dada akaamini, mimi huyu situpi kwenye moto, kwenye maji. Mimi huyu nitaweka. Na alikuwa ilimtumainia yeye atumainie Mungu na apate hekima na vile atafanya. Na wakati wa hatari kama wakati huu ndio sisi tunasema tutumainie Mungu, atupatie na hekima ya vile tutafanyia watu wetu, hata wale hawajaokoka. Tutawaombea number 1, number 2, kuna njia ile Mungu anatupa hekima, tuwavurudishe kwa Mungu na wapate kumuogopa Mungu hata kuliko hapo awali. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna njia ile Mungu anataka kuletee muujiza katika wakati huu wa crisis. Na kwa wakati huu ndio tunaanza kusema anza kuambatana na Mungu. Anza kujiwasilisha kwa Mungu. Anza kujiweka maisha yako safi na Mungu. Ndio kwa ajili ukiwa safi na Mungu hivyo atakupatia hekima kama ile vile amepatia huyu dada. Anasema dada alipoona sasa mtoto ako miezi 3 na hawezi kuficha tena, kilio chake akilia inaenda mbali, na lazima itavutia wale wa viongozi wa Israeli wawalete ndio waweze kufanya nini? Kuchukua mtoto wa mtupe kwenye mto. Na yeye anampenda, anamtaka, anasema ni kijana beautiful, ni kijana ako handsome na sitaki kumwachilia huyo mtoto. Kwa hivyo ile mbidi atumainie Mungu ampatie mbinu. Na mbinu unajua alipata gani? Mbinu ya kutengeneza ark. Kidunde kama ark. Na unajua nikitafuta hili neno ark niliona ark nyingine ilikuwa imetengenezwa kwenye kitabu ya Mwanzo kifungu cha 6. Ilikuwa imetengenezwa na nani? Na Noah. Noah akatengeneza ark ya kuficha watu 8, yeye na nyumba yake, na wakawa wamenusurika pale. Kwa hivyo dada alipowaza na kuwasua, Mungu akamletea wazo ya kwamba kuna njia ya kutengeneza nini? Ark, na ark huwa ina save lives. Na Mungu akampatia hiyo wazo. Akaenda akatengeneza, akachukua kikamba tunaita makanga, the reeds, akazichukua akaunda kikapu, na alipounda kikapu ndani na pande ya nje ameweka nini? Hiyo wanaita pale ni kama lami, asphalt. Asphalt ni kama lami, ile kuna mahali kuna ardhi inakuwa na changarawe nyingi kama ballast, alafu sijui unachanganyisha na whatever inakuwa kama lami. Ikue haitaingia maji kwenye ndani. Tuko pamoja. Alipotengeneza akaweka hiyo, na alipoweka hiyo pande ya nje akabeba mtoto. Mahali wanaambiwa watupe mtoto akufe, ndio mahali alipeleka huyo mtoto ndio anusurike. Unaona hekima ya Mungu. Na ni lazima tukue na tuanze kutafuta Mungu ndio atupatie ile hekima yake. Katika hiyo hekima yake Mungu ataweza kukuambia jambo ama kukuelekeza kwa mambo, uweze kufanya jambo alafu upate muujiza wako. Na nena haya mambo kwa ajili kwa wakati huu. Sisi tunaweza kuwa hapa kwa nyumba, lakini pale nje kuna mtu anasumbuka, nitalipa rent namna gani na nimeachishwa kazi. Pale nje kuna mtu anasumbuka ya kwamba nitapata chakula wapi, nipatie watoto, na nimeachishwa kazi. Na kazi imeisha, kazi yetu imeisha. Tuko pamoja. Pale nje kuna mtu anasumbuka ya kwamba wale walikuwa wanatupatia kibarua, saa hii watupatii kibarua. Naenda ninahangaika, narudi nyumbani bila chakula. Nitapatia watoto wangu nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Because hizi ndio madhara imeletwa na coronavirus nyingi yake. Mwingine amekuwa na biashara, na biashara imeenda chini na hakuna pesa inatoka kwa hiyo biashara. Mpaka amekula mpaka na nini na capital ya hiyo biashara.
Na hiyo mambo ndio nasema, nikisema ya kwamba wakati kama huu wa crisis, unaposhikilia Mungu kabisa na unainua imani yako zaidi, unaenda kupatana na Mungu zaidi. Na katika hiyo crisis ambao unaona imeleta ungumu zaidi namna hiyo, Mungu ataleta njia upenye. Katika huyu dada, Mungu alileta njia hii fulani na dada akapenya. Aliamua tu kuchukua na kikapu hiyo alitengeneza ya rizi, akaweka na kando yake huko nje kote, akafunika na asphalt, akafunika na hiyo jambo kama lami, na akapeleka mahali wanasemekana watupe mtoto, anapeleka pale. Unajua kwa nini wanatupa kwenye bahari, kwenye mto? Hiyo mto ndio hata ingekuwa, nilikueleza siku ile nyingine, kichwa kwenye kiti cha kichwa ya Farao kuna hiyo kama inakaa nini? Cobra. Tuko pamoja. Na nikakueleza hiyo mto ndio ilikuwa inafananishwa kama nini? Kama hiyo cobra. Na ndio ilikuwa Mungu wao wa kwanza wanaabudu. Kwa hivyo wakitupa huyo mtoto kwenye mto akikufia pale, Farao na timu yake walikuwa wanaamini wamesacrifice kwenye nani? Kwenye huyo Mungu wa cobra, wa nyoka. Na nyoka ni nani? Nyoka ni nani wa kiroho? Ni shetani. Wamesha sacrifice hao watoto kwenye Mungu wao ambao ni shetani. Alafu wakiwa wametupa pale kwenye mto, ndio nini kitatendeka? Either atan drown, crocodiles, ni mamba watakula, ama nyangumi watakula, chochote kiko kwa bahari, kwa mto pale kitakula. Alafu unajua kuabudu sanamu tu ni udanganyifu tu. Mtu anaamini huyo tumesacrifice wapi? Kwa Mungu, na amekuliwa na nini? Na mamba, ama amekuliwa na chochote kile, ama amendrown. Na so ni hizi beliefs zinakuwa hazina msimamo, hazina mahali manaingia. Lakini wanaambiwa tupe kwenye pale mto, ndio pale mtoto anakuwa kwa sacrificed kwa hiyo miungu yao. Wana sacrifice andui, watoto wa andui zao, ndio wakati kizazi cha Waisraeli wamalizike. Tumbaki na wasichana. Wakimbaki wasichana tutaoa, alafu wote watafanyika nini? Wa Misri. Watafanyika watu wa Misri. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ikawa ni mpaka wao wasimame, na huyu dada asimame na ainue imani. Imani yake ikamuonyesha, nikitengeneza hiki kikapu na niweki pale kwa reeds, mtoto ataponyoka. Hakuna mamba itaweza kumfikia. Hakuna mnyama wa majini ataweza kumfikia. Hapo nitaweka pale, na najua binti ya Farao inapotokea kuja kuoga atampata na atanusurika. Na anapomweka pale, nafikiri ni mbinu walifanya na msichana dada yao kijana. Msichana wake Miriam akamwambia basi unakaa. Na yeye anakaa, anasimama mbali huko, aangalie chenye mtoto itafanyika. Na alipokuwa anasimama kule, binti ya Farao anakuja, anaingia kwenye mto, anaenda naoga. Na wasichana wake wakitembea kwenye kando ya mto, hata yeye akitembea kwenye kando ya mto, wanaona nini? Hiyo kikapu. Wanasema, hiki ni kinini? Wacha niangalie. Akamwambia, hebu chukua niangalie. Msichana wake anapoenda kuchukua waangalie, wanakuta nini ndani? Mtoto. Na mtoto alipotingishwa nao akawa anaanza kulia. Kwa hivyo Biblia inasema dada huyo binti ya Farao akakuwa na huruma na yeye. Mungu atatengeneza njia. Alete njia unajua ukiinua imani yako ndani ya Mungu ya kwamba hata kama hatuna chakula itakuja. Hata kama hakuna hiki Mungu atakileta. Hata kama hakuna hili jambo Mungu ataunganisha vitu na zitafanyika. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio nasema ya kwamba unaamini na unainua imani yako. Na katika hali yoyote ile iko, Mungu ataleta njia, ataunganisha hizo vitu na utaona zinaenda. Kama mtu ana imani angeweka mtoto pale kwa mto, alafu akute mamba imeinuka, imechukua na imengandamisha kwa mto. Sisi tuko pamoja. Ama chochote kingine kimetokea. Lakini Mungu alisababisha ya kwamba binti ya Farao mpaka atoke, siku hiyo tu amewekwa. Na binti ya Farao mpaka akuje, na badala ya kuoga mahali anaoganga, atembee kwenye kando ya nini? Ya mto. Na baada na akitembea ni kama anaenda tu kuona hiyo kikapu ama hiyo haka. Na anapoona hiyo haka anaitisha. Na anapoona msichana, Mungu anamweka huruma. Hata ukiangalia hiyo mstari anasema,
Huyu ni mmoja wa wale watoto wa nani? Wa Waebrania, the Hebrew sons. Na angekuwa anafuata amri ya baba yake, angesema huyu ni mtoto wa Waebrania, tupa hapo kwa maji, na angetupa watu wote wakiangalia. Lakini Biblia inasema Mungu akamtia huruma, na alipochukua mtoto akasema analia, ni mmoja wa watoto wale, akakuwa na huruma naye. Saa hiyo msichana amekaribia, anamwambia, na hela hekima Mungu ameweka kwa huyo msichana. Nafikiri ni vitu alikuwa ameundiwa na mama yake, wote wawili na mama yake. Ile hekima wamewekewa na Mungu, ya kwamba anakimbia anakuja kuona ile kitu kimechukuliwa na nani? Binti ya Farao. Na kuangalia, kumbe anajua, msichana anajua, lakini huko hawaonye. I don't know what age. Sijui kama huyo msichana alikuwa rika gani. Akakuwa waonyesha na anaambia binti ya Farao haraka. Alipoona amekuwa na huruma naye, nikuitie ndada wa Kiebrania aweze kukua maid, achukue hii mtoto akuchungie. Na binti ya Farao anasema mara moja, hata bila kufikiria, si ni Mungu, hata bila kufikiria, enda umuite. Na ndada kumbe ajui, hata hataki kuverify anaita nani, anakimbia anaita nani? Mama yao. Na mama ya mtoto anakuja, anakuwa hata amuulizi wewe ni nani na unatoka wapi, anamwambia chukua hii mtoto, enda uchunge na nitakulipa. Miujiza ya Mungu. Si ni muujiza huo? Muujiza wa Mungu. Because angekuja kama ni mimi ningekaanza kukualimu, na wewe unatoka wapi? Na wewe wake na nani? Na wewe ndio nichunguze nisikie kama kuna uhusiano. Ingekuwa ni mimi ningechunguza ndani. Lakini binti ya Farao Mungu anamfanya akue hivi ndio aweze kukua, ni yeye atamulisha mtoto wake. Mama ya mtoto atalisha mtoto wake na atamulisha na alipwe. Ile matiti aliacha akitoka asubuhi ndio atarudi aende kufanya nini? Kunyonya. Chakula ile alikuwa amebakisha akienda kupelekwa kwa mto ndio anarudi akuje kufanya nini? Na sasa saa hii angekuwa amemzaa kama Farao wako ametoa hiyo amri. Mama angekuwa amemzaa na amemnunulia manguo na amemuona vile atakula na aendelee. Na unajua kulinda mtoto ni expensive. Angemuona vile anaendelea na vile anakuwa, lakini sasa hivi Farao ametoa hii amri na mtoto amerushwa, amekuwa mikononi ya binti yake. Sasa binti ya Farao ndio analisha mtoto, ndio ananunulia chakula, ndio ananunulia Cerelac, ndio make sure huyo mtoto amefanya nini? Amelindwa. Lakini analishwa na nani? Mama yake mzazi ndio anamlisha. Kwa hivyo unakuta Musa ni mtoto wa Mungu. Tungesema ni mtoto wa muujiza. Bwana Yesu asifiwe sana. Na unajua Musa sio mtoto tu, bali alikuwa ni kiongozi anazaliwa. Na mkono wa Mungu ulikuwa juu yake, na Mungu anafanya haya mambo yote yatokee. Na ndio tunasema wakati wa crisis, kama vile tuko kwa hii crisis ama shida kama hii tuko ndani yake, unaweza kukuta vitu zinatendeka za Mungu, lakini Mungu atahifadhi, atailinda, ataonyesha njia vile itaenda. Kwa hivyo mtu wa Mungu usifadhaike, usitie waziwazi, usiongope chochote, because chochote kinayekuja mbele zako Mungu anaona na anakilinda. Ataleta njia, analeta vile utaendelea. Anamwambia, enda umulishe huyo mtoto na umulee na nitakulipa wajira wako. By kila mwisho wa mwezi anampatia nini? Anakapatia askari, pelekea huyo mtoto wangu huko. Kila mwisho wa mwezi anapatia askari pesa ya kulipia mtoto na kumulinda. Naamini maaskari akikuja anaambiwa na mtoto hana napkin, na mtoto hana diaper, na mtoto hana hiki, na mtoto hana hiki, wanaenda wananunua, wanafunga tena za hali ya juu. Unajua binti ya Farao hawezi kupeana tu vitu za chini. Anapewa na za hali ya juu. Kina Haruni na kina Miriam wakulelewa hivyo, lakini huyo Musa amelelewa na hali ya juu kutoka mwanzo, kutoka hiyo miezi 3. Haleluya. Na mtoto sasa analia, anahitajika kupewa chakula juu ya hii maziwa ya nani. Anaenda kununuliwa na ile Cerelac ya hali ya juu. Anaenda kununuliwa na zingine na matunda imepakiwa na nini, na analetewa. Ni mtoto amelelewa na mambo ya hali ya juu wa Bloomberg. Kama ilikuwa kwa siku hizo. Bwana Yesu asifiwe. Mtoto wa hali ya juu. Na alipomaliza miaka akakuwa winda, akakuwa anakula chakula vizuri. Mama yake akamleta kwa binti ya Farao.
Akaona sasa Mungu amehifadhi upendo ndani ya hiyo binti ya Farao. Sasa huyo mtoto sio adui wa Farao, na huyo binti ya Farao atamlinda, atamzuilia asiuliwe, atamzuilia atifanye mambo mabaya, because akikuwa kwenye mikono yangu mwingine anaweza kunyakua atupe kwenye mto. Kwa hivyo akamuleta kwenye binti ya Farao na akaamini Mungu. Unajua kuna kule kuamini Mungu. Na tukiwa tunaenda naye kwenye hizi crisis, sioni mtu ambaye ameokoka na uanze kuongopa, na uanze kukuati uko hima hii. Ni kweli to take precaution, si ndio? Vile uwezi kuchukua sumu ukakunywa sumu, si ndio? Ukijua ni sumu, si ndio? Bwana Yesu asifiwe sana. Vile uwezi kujiweka tu mahali unaona watu wanapigana na wewe unajipeleka pale wapigwe maupanga ukatekatwe. Tuko pamoja? We take precaution. Tunachukua, tunajizuilia. Lakini hakuna kuongopa, inatakikana ikuwe ndani ya Mkristo ambao ameokoka. Haleluya. Kwa ajili Mungu anafanya nini? Anakulinda. Na Mungu analinda kila mmoja wetu. Na ni sisi tuinue imani namna hiyo. Mungu ataleta njia. Hata mahali unaona kuna giza, Mungu ataleta mwanga. Hata mahali unaona hakuna njia, Mungu analeta njia. Anasema katika kitabu ya Isaia ya kwamba utengeneza njia kwenye nini? Kwenye nchi kavu. Anatengeneza, anatoa maji na anza kumwangika kwenye mwamba. Si aliwatolea wana Israeli? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwenye bahari ya Shamu ikakuwa ni bahari kila mahali, na wote wakiwa pale wakasema nyosha tu kijiti. Wacha kuniita, nyosha tu kijiti. Exodus 15. Nyosha tu kijiti. Alafu aliponyosha kijiti, barabara pana tena nzuri, wakapitia wote kwenye barabara ndani ya bahari ya nini? Ya Shamu. Ni Mungu anatengeneza njia. Mpendwa, usiongope mahali ulipo na chochote unapitia, kinakuja kuisha, because Bwana ako nawe. Hakuwa mtoto tu. Mahali hiyo mstari wa 10 unasema nini? And the child grew, and she brought him to Pharaoh's daughter, and he became her son. Anajua vizuri ni mtoto wangu, lakini anampeana kwa huyu dada ndio apate nini? Akwe mtu anaelimika, akwe ni mtu atainuliwa vizuri, akwe ni mtu atakuwa mzuri. Alafu akamleta kwa dada. Na dada alipomuona akasema, huyu tunamuita jina lake nani? Moses. Saying, because I drew him out of the water. Nimemvuta kutoka kwa maji akiangamia pale. Na hakukuwa tu ni mtoto amezaliwa, bali alikuwa ni kiongozi. Kwa hivyo Mungu hata katika wakati wa crisis anaweza kukupatia mambo ya dhamana, treasures. Ukute kwenye hizi crisis nyingi namna hii, Mungu anakubariki na treasure nzuri sana. Anakubariki na kitu kizuri sana ili hata wewe mwenyewe uamini. Siku ile Mungu alianza kutumia Musa, sijui kama huyo dada alikuwa hai. Akimuita Musa. Musa akianza kuona burning bush. Na akirudi akuje kundraw. Unajua wamemuita nani? Binti ya Farao hajaokoka na ajui Mungu. Anaita Musa drawn out. Amevutwa kutoka wapi? Kwa maji. Jina ambayo iko na maana nyingi sana kwa kazi ile ya Musa. Na ndio tunasema yule anayezaa, tafuta vile unaita watoto wako. Drawn out of the waters. Na ndio anaenda kufanyika, anaundwa na Mungu, anaundwa na Mungu, anasomeshwa kwenye nyumba ya Farao. Na nasoma ustadi wote wa Misri, na nasoma mambo yote yale, mitego yote, na kuna wanateganga vitu na vile wanafanyanga kwenye ami zao na vile wanafanyanga. Kila kitu Musa anaenda kuisoma yote, anaijua yote. Alafu anakuwa ni yule atakuja kuvuta wana wa Israeli kutoka Misri, awapeleke kwenye nchi yao ya Kanaani. Bwana asifiwe sana. Amewekwa kwenye maji, ndio avutwe kwenye maji. Ndio aitwe drawn out of the water. Ndio aitwe mtu amevutwa kutoka kwa maji. Ndio afanyike mtu wa kuvuta watu kutoka kwa hatari. Ndio afanyike mtu wa kuvuta watu kutoka kwa umaskini. Ndio akuwe mtu wa kuvuta watu kutoka kwa ukombo, kutoka kwa hiyo nini inaitwa nini? Utumwa. Yeye amevutwa kutoka kwa maji, ameitwa Moses, amevutwa kutoka kwa maji, akaenda kutrainiwa na Mungu. Hata kwenye hiyo nyumba ya Farao anajua wanafanyanga nini. Wa Misri wanakuwa na hii. Na hii inakuwa ni hatari. Hii inakuwa ni hii, inakuwa ni hii. Na hata language yao naisoma vizuri, ndio wakiongea wakiwa mahali anasikia anaelewa chenye wanasema. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio hafanyike mtu, na pia kama hiyo iko kwa
enough. Kama hiyo ikokuwa inatosha, Mungu akampeleka kwenye nyika. Akamwambia, utapelekea watu wangu, utawapitia huku, utawapeleka hivi. Unajua utumi mahali hujawahi pitia. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni wewe ujikakamue na usimame, because mahali Mungu anaenda kukutuma, anakupitisha kwanza mbele. Utaanza kuona hiyo hatari ya nyika. Kitambo Musa afike Midian, alikuwa ameumia na kiu, alikuwa ameumia na kutembea, alikuwa ameumia na hii yote. Na wakati Mungu alimtuma kwenda kuopoa wana wa Israeli, alijua hawa wanaenda kuona mambo makali mbele. Na ndio sababu Mungu anamwambia, mwambie waombe vitu kutoka kwa majirani zao. Kwa pamoja. Akawatayarisha vizuri, because ni njia alikuwa ameshatupitia. Na kule kwenye nyika alikaa huko almost 40 years, anafundishwa na Mungu mambo ya Mungu na vile ataongoza na watu. Na kwenye hii kufundishwa kwote, akafanyika mtu real Moses. Yaani mtu amevutwa kwenye maji, akuwe ni mtu wa kuvuta wana wa Israeli kutoka kwa utumwa, awapelekee wakarithi nchi yao. Haleluya. Ndio hiyo tunasema ya kwamba Bwana Mungu anajua wakati wa crisis anaweza kuletea wewe, ama anaweza kufanya bibi yako anakuwa na mimba na saa ile hujui chenye anabeba, bali kumbe anabeba mheshimiwa, kumbe anabeba mfalme, kumbe anabeba nabii mkubwa wa Mungu, kumbe anabeba vitu nzuri ambazo Mungu ataenda kuleta baadaye. Na ndio hiyo tunasema wakiwa na mimba, waheshimu, wabebe vizuri, wakalishe vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua anabeba nini? Huyu alipobeba namna hii, na wakati wa crisis namna hii, inafika wakati wa kuzaa na anakuwa ni wakati wa crisis, kumbe analeta muujiza kwa watu. Kumbe analetea wana wa Israeli baraka ya siku zote. Mpaka wale wa Musa anakumbukwa kwenye Waebrania. Haleluya. Na ndio hiyo tunasema Mungu ataweza kufanya mambo makuu katika wakati wa crisis namna hii. Ni sisi tuinue imani yetu. Ni sisi tutende, tuangalie na tuhusiane na Mungu vizuri na umwamini Mungu. Pasipo na njia atafanya njia. Pasipo na maji ataleta maji. Pasipo na chakula ataleta chakula. Pasipo na hiki, wewe shikilia tu Mungu kwa ukweli na umwambie Mungu, ni wewe najua. Haleluya. Na hiyo ifananisha na story nyingine ambao Elijah katika kitabu ya 1 Kings chapter 17. Elijah akawa ameamrisha mbingu, na mbingu imefungika. Umeshatambua uko na nguvu sana ndani ya mdomo yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Uko na nguvu nyingi sana ndani ya mdomo yako. Ni wewe tu hautumii. Jaribu kutumia siku nyingine. Hata hiyo chakula ikikosekana nyumbani, jaribu kuita chakula uone kama itakuja ama ikoje. Jaribu kuita na pesa uone kama zitakuja ama zitakuja. Jaribu kutumia hiyo mdomo yako, because power of death and life is in your mouth. Nguvu za mauti na uzima ziko wapi? Kwenye mdomo. Si uamue kutumia hiyo nguvu ya uzima sana sana. Haleluya. Wateule wanatumia hiyo nguvu ya uzima kwenye midomo yao. Wanaita kile kitu ambacho akionekani kama kiko hapa na kinaenda kukua pale. Haleluya. Wanaita mgonjwa, wanamuita yule amepona na ameshaponywa na Yesu, na anapona na anaenda nyumbani kutoka kwa hiyo corona thing. Haleluya. Unaita kitu ambacho hakiko na kinakuwa. Ubaya wetu tunapenda kuharakisha vitu sana. Tumewekewa microwave, ndio tuweka dakika 2 chakula imeshakuwa warm na tumeshakula. Hapana, Mungu aendangi na hiyo haraka yetu. Tamka vitu na umpatie nini? Patie nafasi. Haleluya. Atende vitu na yeye atatenda mambo makubwa. Ukiangalia katika hiyo 1 Kings chapter 17, Elijah amesimama wakati wa crisis. Wakati Ahab ameleta uchawi, na uchawi umefanywa na bibi ya Ahab ambaye alikuwa anaitwa nani? Jezebeli. Akafanya uchawi na akawa anaua watu wa Mungu. Hata yeye anaua wale manabii wa Mungu wote, anawaua. Na kulikuwa na mtu alikuwa anaitwa Obadia pale. Obadia naye alikuwa ni general wa army ya Ahab. Anachukua manabii wa Mungu, anawaficha, anawapatia chakula wakiwa somewhere. Ilikuwa ni wakati wa crisis pia. Na ikiwa wakati wa crisis pia, Elijah akasimama akasema, hii mbingu, ukiangalia mistari ya kwanza pale, mbingu haitaleta manyunyu ama mvua ama umande wakati wowote ule, na nimejamurisha
mpaka nitaitamkia tena. Sio ni binadamu kama wewe. Biblia inasema sisi ni binadamu kama Elijah, na tukitamka mambo itatendeka. Na ni sisi tuanze kuzoesha. Zoesha mdomo yako kutamka mambo ile utafanya. Zoesha mdomo yako kutamka hiyo nyumba utajenga pale ya ghorofa. Zoesha mdomo yako kujenga utamka mambo. Hata wakati wa crisis unaweza tamka mambo makuu na yatatendeka. Haleluya. Ukiangalia mstari wa kwanza kuendelea mpaka mstari wa 8, Elijah amefunga mbingu na amesema miaka 3 hivi hakutakuwa na mvua, na hakutakuwa na manyunyu, na hakutakuwa na umande wowote ule, mpaka nisimame tena na niseme. Na akafunga, akawa na kifunguo ya mbingu. Na alipofunga mbingu namna hiyo, na wewe uko na hiyo kifunguo ndani ya mdomo yako, because uko ndani ya Yesu. Jina la Yesu ndio kifunguo. Bwana Yesu asifiwe sana. Unatamka vitu ndani ya jina la Yesu, umefunga ama umefungua. Umeshaona mstari uko katika Mathayo 18 ya 18 inasema ukifunga chochote hapa duniani kitakuwa kimefanya nini? Na ukifungua kitakuwa kimefanya nini? Na ni sisi tuanze kufunga na tuanze kufungua. Unapofanya practice, unaanza kuona vitu zinatendeka. Haleluya. Unapokaa hivi kama hujui kama kuna kitu kinafanyangwa hivyo, hakuna kitu hata kimoja kinatendeka kwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Najua na kuhimiza, fanya practice ya hii maandiko ya Mungu iko uhai. Biblia inasema neno la Mungu liko nini? Uhai. Na inatenda na inafanya. Kitu kiko uhai kina move. Kitu kiko uhai hakikaangi. Mawe ikiwa imekufa inakaanga hapo, ukienda miaka 100 ukirudi, unaikuta wapi? Hii neno inasemekana iko uhai, ina move na inatenda mambo, na ina move vitu. Na ita move maisha yako. Na itakumove ikufanya around mpaka ukue mtu umetajirika zaidi na mtu uko na vitu nyingi zaidi. Angalia hii neno, itende na uisome na uanze kuifanya. Haleluya. Na utaona imemove vitu zako sana. Haleluya. Na ndio hiyo tunasema Elijah akamove heavens, akaifunga, na hiyo kifunguo cha hii neno la Mungu. Na alipofunga Mungu akaanza kumuhifadhi. Akamwambia kuja nikufiche kwenye mto wa Cherith. Akaenda akafichwa pale na Mungu kwenye mto wa Cherith. Alafu Mungu anampatia asubuhi, anampatia mkate na kipisi kikubwa cha nini? Cha nyama. Na inaletwa na nani? Na kunguru. Kunguru anatokea asubuhi, anamletea kipisi kikubwa cha nyama na kipisi kikubwa cha mkate, na anaambiwa kunywa maji kwa hiyo mto ya Cherith. Najua unaishi kwa hii mwili unahitaji chakula. Naweza asifiwe sana. Mwili unahitaji chakula. Mwili unapepa hiyo roho ambao iko na hizo vitu, hiyo kifunguo ya kufunga na kufungua. Haleluya. Na ni wewe uanze kuhifadhi huo mwili vizuri. Patia mwili wako vitu zile zinafaa. Alafu Mungu anakubariki. Lakini tunasema nini? Alipokuwa pale analishwa namna hiyo, wakati ulifika na inji ikakauka kabisa, ikawa ni crisis. Na mtu ukakauka. Na mito mingine ikakauka. Na Mungu akamwambia, haya, sasa hapa naona maisha yako imekuwa hapa kwenye mto, nataka utoke, enda mpaka inji ya Zarephath. Kule nimehifadhi mwanadada ambao ni mjane, ule atakubariki, atakuhifadhi. Inatoka mstari wa 8. Nitaisoma haraka. Then the word of the Lord came to him saying, arise, go to Zarephath, which belongs to Sidon, and dwell there. See, I have commanded a widow there to provide for you. To provide for you. Aweze kukuhifadhi na kukulinda pale. And then akasema, so, mstari wa 10. So he arose and went to Zarephath, and when he came to the gate of the city, indeed a widow was there gathering sticks. And he called to her and said, please bring me a little water in a cup that I may drink. 11. And as she was going to get it, he called to her and said, please bring me a morsel of bread in your hand. And the lady is answering, number 12, and saying, so she said, as the Lord your God lives, I do not have bread. Only a handful of flour in a bin, and a little oil in a jar. And see, I am gathering a couple of sticks.
that I may go in and prepare it for myself and my son, and that we may eat it and die. The last meal. 15 and 13 inasema hivi, and Elijah said to her, do not fear, go and do as you have said, but make me a small cake from it first, and bring it to me, and afterwards make some for yourself and your son. So thus says the Lord, for thus says the Lord God of Israel, the bean of flour shall not be used up, nor shall the jar of oil run dry, until the day the Lord sends rain on the earth. So she went away and did according to the word of Elijah, and he and her household ate for many days, and the bean of flour was not used up, nor did the jar of oil run dry, according to the word of the Lord which he spoke by Elijah. Elijah akawa pale na mto umekauka na kuko crisis, hakuna mahali kuna nyasi, hakuna mahali kuna chakula, hakuna mahali kuna chochote kile ungeita ni hiki kitafanya mtu akae, na mto ule alikuwa anakunywa umekauka. Kwa hivyo kunguru hata wao ni kama wanakuja tu hivi hivi, isipokuwa walikuwa kwenye oda ya Mungu mpaka walete. Sasa vipi sana. Na alipokuwa pale, neno la Mungu inasema, neno la Mungu ikamkujia tena akamwambia, toka sasa hapa, enda kwa nchi jirani. Ni kama sisi tunaambiwa enda Uganda, enda Tanzania kwa pamoja, enda kwa nchi jirani huko Sidon, mahali kuna hiyo mji unaitwa Zarephath. Hapo nimehifadhi mwanadada ambaye ni mjane, ule atakulinda. Ikiwa ni wewe na mimi tungeuliza, sasa mjane ama ana mume wa kuleta bread kila siku. Mjane hata njia ile ataweza kuweka vitu, na huko ako na mtoto wake, atanilinda namna gani? Na Mungu akamwambia, huko nimehifadhi mwanadada mjane, atakulinda. Ni kwa ajili Mungu akifanya mambo yake anajuanga na anaangalia both sides. Anaona huo mjane alindwe na neno ile itatoka kwa nabii Elijah, because Elijah akitamka neno, hiyo unga haitaisha. Na hiyo mafuta haitafanya nini? Kwa hivyo mjane hakuwa amelindwa. Naye Elijah hakuwa amelindwa na unga ya nani? Ya mwanadada. Enda ukasungumuzie hiyo unga. Nyote mtakuwa mmehifadhiwa, because mwanadada mjane anahitajika kulindwa na mimi. Tuko pamoja. Na wewe unahitajika kulindwa na mimi. Enda mkiungana pamoja, neno lako litafanya unga usikauke, na mafuta isikauke, na wewe kuwa umelindwa. Na yeye na mtoto wake wakuwa amefanya nini? Na ni Mungu wa miujiza. Na anasema wakati kama huu wa crisis atatenda na miujiza, atatenda na mambo makuu. Ni wewe umwamini huyo Mungu, ni wewe uweze kuweka imani yako kwake, alafu anakuhifadhi. Elijah akasimama na kaelekea Zarephath, na alipofika pale kwa uhakika kwenye gate ya Zarephath kuna mwanadada ambao ni mjane. Ni wakati kitambo nikisoma hii maneno nilikuwa nauliza, na nikiwa kama ni mimi ndio Elijah, nitajuaje huyo ndio mwanadada amehifadhiwa na Mungu? Nitajuaje huyu ndio mjane ambao nitapata pale? Lakini alipofika pale, alimpata mwanadada na okota kuni. Alikuwa na nguo za ujane, na wakati ule wangevalia nguo za nini? Za ujane. Na naamini Mungu alishuhudia akasema ndio huyu mwanadada. Na Elijah akamtuma akamwambia, "Enda niletee kikombe ya maji ninywe." Alafu akiondoka, alipomtuma, unajua huwezi kuingia mtu tufu na umemkuta leo, mwambie enda uniletee mkate. Elijah anatumia njia ya nini? From known to unknown. Kutoka ile anajua mpaka ile nyingine, because maji ikatazangwi watu, si ndio? Anamwambia, "Nipatie maji ninywe." Kuna mwingine aliitisha maji akanywa, ni nani? Bwana Yesu. Kwenye kizima cha Zaika. Alikunywa? Hakunywa. Alikuwa anafanya chenye Mungu amemtuma kufanya kwa huyo dada. Haleluya. Naye huyu Elijah anafanya chenye Mungu amemtuma kufanya kwa huyu dada mjane. Anamwambia, "Nipatie maji ninywe." Alafu anapoenda kuleta maji, akianza kustep hivyo, Elijah anamuita, anamwambia, "Hey dada, hebu ukienda pia pale nipatie na nini? Niletee na mkate kidogo nikule." Na dada anasema, "Mimi kwa ukweli sina nini? Sina mkate." Na ilikuwa ni ukweli, because unga ndio ilikuwa kwa hivyo imefanyika nini? Inaweza asifiwe sana. Na dada akasema ukweli, akasema, "Sina mkate."
Na ni kile kitu kiko pale ni kaunga kadogo na tumafuta nini kidogo. Na hii naenda naokota hao tutukuni tudogo. Nikifika pale niweze kuweka hiyo unga pamoja na niweke kwa moto, alafu niweze kutoa mkate tu mbili, yangu na ya kijana yangu, tukule na tufanye nini? Yaani ni kusema hiyo ndio chakula ya mwisho tuko nayo. Na hiyo ikiisha tulikuwa tukauke. Hiyo ikiisha tulikuwa hatujui tuende pande gani. Na sijui kama nasema hii maneno na kuna mtu ana hiyo chakula ya mwisho na hajui anaenda namna gani kutoka pale. Kuna mtu ambaye hako na shida na hajui hata atoe pesa wapi anunue hiki ama kile. Na ndio tunasema wakati wa crisis hata kila mmoja anaendelea na kile anaendelea nacho. Ni mpaka tunaweka imani yetu wapi? Kwa Mungu. Huyu dada alikuwa anasema tunamaliza hiyo chakula ya mwisho, hatukae hivi tungojea kifo ikikuu tukauke. Sijui kama kwako, hata wale wananiangalia kwenye YouTube, kama hata kwako ni kukauka, unangojea tu unakauka ama ni nini, lakini kuna Mungu huwa anapasua njia. Kuna Mungu huwa anapasua njia kwenye bahari. Kuna Mungu anafanya mambo ambayo yanazidi mambo ya binadamu. Na hiyo ndio Mungu natangaza kwetu ya kwamba wakati wa crisis kama hii huwa analeta miujiza. Na ukitapu kwake, ukiconnect kwake tu, utaendelea na utaanza kuona mambo inaanza kufanyika. Wewe mwenyewe utaamini. Haleluya. Na ndio hiyo nasema kila mmoja wetu tutie imani yetu kwa Mungu na tuweze kuangalia kile Mungu ako nacho kwa ajili ya maisha yetu kwa wakati kama huu wa crisis, wakati kama huu wa shida. Dada alipokuwa anasema hayo, Elijah akamwambia usiongope. Unajua ile kitu na tunapigana nacho kwa sana ni kufanya nini? Ni kuongopa. Vita yetu wa Kristo ni ya uoga. Kila wakati ukitia uoga ni kinyume cha imani. Ukiwa na imani unaenda na ushujaa sana na unafanya na unasema hayo mambo yote kabisa bila kuongopa chochote. Lakini ukiwa na uoga, hata kama ulikuwa umepakwa kiasi gani, utaongopa na utakuta ya kwamba hakuna kitu umefanya. Kwa pamoja. Na ni sisi tukanyangia uoga chini tuutie mahali unaofaa. Kule chini ya nyayo za Yesu, na unajua Yesu ako ndani yako. Kule chini za nyayo ya Yesu ndio anafaa huyo uoga. Unamuondoa kabisa, unamgandamiza na unamuondoa kabisa juu, unambreak forth na unatoka bila uoga. Huyu Elijah akamwambia usiongope, enda tu ufanye vile umesema yote, lakini tengeneza kakeki kadogo katoka kwa hiyo nipatie. Anampatia formula pale. Fuata tu hii formula utaona, usiongope. Fuata tu hii formula na utaona vile inafanya. Tengeneza kakeki kadogo kwanza na unipatie, halafu utaona kwa ajili Mungu anasema nini? Hiyo mkebe haitaisha unga na hiyo chupa haitaisha nini? Mafuta. Mpaka siku ile Mungu atatuma mvua. Tengeneza kidogo unipatie. The formula ya kidogo tunapatiana kwa Mungu. Unaona hiyo 10% yako? Kidogo unapatiana kwa Mungu, alafu anakupatia nyingi. Ilianza na Mungu akitupatia na mwana wake, alafu tunaanza kuzaliwa wote kwenye nyumba ya Mungu. Na saa hii ni wangapi wameokoka? Millions. Ametupatia mwana wake akufe kwenye msalaba akaibali. Na akifa na akiangamia, sisi tunaona kama ameangamia na amezalisha wengi. Anasema hata Yesu mwenyewe anasema katika Yohana 8, isipokuwa mbegu ianguke na ikufe, haiwezi kufanya nini? Hako kadogo kaunga uko nako na kanatosha tu mikate hiyo mbili yako na ya mwanao. Tengeneza kakeki kadogo ndani ya hiyo. Inamaanisha mmoja wenu atakula mkate ijajaa. Kweli. Ondoa kadogo kwanza, patia mtumishi wa Mungu. Kwanza nipatie. Na ukiwa umenipatia hako, Mungu anasema nini? Mkebe haitaisha na mafuta haitaisha. Kuna hiyo baba yetu wa imani ambao ni ya Abraham, akaambiwa na Mungu, akangojea mtoto miaka mingi mpaka akiwa 90 ndio anapewa mtoto. Naamini zaidi mtoto anaweza kutembea ilikuwa ni 100 and something maybe. Na naambiwa chukua huyo mtoto peke yake, ule uko naye peke yake, enda unitolee kwenye mlima wa Moriah. Na napanda kwenye mlima na mtoto
na kuni na moto. Mkumbuke hiyo hadithi. Anaenda kumtoa pale peke yake. Nitolee kwanza. Alafu ukishanitolea huyo kwanza, tutaona what comes next. Nini kilitokea baadaye? Anaenda kwa mlima, anamtoa na anamweka kwenye meza ya kwa hiyo hauta, kwa hiyo madhabahu, na anaweka kuni juu yake na chini yake, na sijui anafanya hiyo yote, na anachukua manyasi ile itawaka sana haraka, anachukua akate upanga. Alafu Mungu anasema nini? Hey Abraham, goja, usichinje huyo mwana. Angalia pande hii. Anaona nini? Sadaka. Bwana Yesu Kristo amekuja kama kwa mwana kondoo. Unakumbuka Elijah, John the Baptist akisema nini? Muone mwana kondoo wa Mungu. Alipoona Yesu alisema nini? Oneni mwana kondoo wa Mungu anayeondoa dhambi zote za dunia. Ndio hiyo kondoo ilipewa Abrahamu. Akachinja pale kwenye hiyo madhabahu ya Moria. Unajua exactly hapo alichinja hiyo kondoo, ndio pamejengwa hekalu lile lililobomolewa, lile la Solomon. Pale Abraham alijenga hiyo, aliyekuwa anachinja Isaka, ndio pamejengwa hiyo hekalu. Na litajengwa, naamini litajengwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio hiyo tunasema nini? Abraham alipotoa huyo mwana wake wa pekee, na Mungu akamponyoa, akapatiana badili yake, akapatiana sadaka. Bwana Yesu akakuja in form of kondoo. Na Bwana Yesu akachinjwa pale kama kondoo kwenye hiyo mlima. Tuko pamoja. Na alipokuwa amechinjwa pale, Mungu akaona huyu ni baba wa imani na ananipenda sana, na mimi nambariki. Maneno yale Mungu alimtuzungumzia Abraham baada hiyo, alimwambia, surely blessings I will bless you. Surely multiplying I will multiply. Yaani kama ni baraka nitafanya nini? Kama ni kukupanua na familia yako ipanuke, nitafanya nini? Watoto wa Israeli wao kiasi gani? Wengine wako wametawanyika kila mahali. Na Mungu anaendelea akiwakusanyisha pamoja, because alishaahidi baba yao. Kwa hivyo anapotoa huyo mmoja wa kwanza, watoto wa Israeli wanakuwa wengi sana. Na unajua walikuwa wakati wa inji zilikuwa zinaitwa Moab, siku hizi hatuzisikii. Walikuwa wakati kulikuwa na mahinji zinaitwa Edom, siku hii ya leo hatuisikii. Kulikuwa na wengine wanaitwa Amalekite, siku ya leo hatuwasikii. Tuko pamoja? Na hawa wamedumu mpaka leo. Ni sisi tushikilie imani, atujue Mungu anatokea hata kama ni wakati wa crisis. Na anatutendea. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Alipotoa Isaka, Mungu akapanua nyumba yake na wakakuwa ni watoto wengi sana wa Israeli. Mpaka waleo wako na mpaka waleo wako nchi yao. Ni kwa unawaombea, wanahusiana na Mungu. Mungu anawapenda kama vile anatupenda sisi. Haleluya. Na ndio tunasema ya kwamba unapotoa kitu ya kwanza, na ndio hiyo tunafundisha, unatoa uzao wa kwanza kwenye mashamba yako. Unatoa uzao wa kwanza. Kama ni ndama zinakuwa nyingi. Kama ni mbuzi, toa wa kwanza, unaona vile zitakuwa nyingi. Kama ni shambani, toa ngunia ile ya kwanza ya mahindi, toa ngunia ya kwanza ya maragwe, toa na mshahara ya kwanza. Na mimi siandai watu, I'm not a prosperity gospel preacher. Bwana Yesu asifiwe sana. Nasema chochote unaotumainia na unataka kuamini Mungu, toa cha kwanza, unaona vile Mungu atakupanua. Nikasema Abraham akatoa mwanao wa kwanza, akapanuliwa nchi yake bado iko. Si unaisikia? Bwana Mungu mwenyewe akatoa mtoto wake wa kwanza, ambao ni mwana wa kiume, akufe msalabani. Na ndio saa hii tuko tunaamini Mungu. Na ndio saa hii Wakristo wako wengi sana dunia yote. Kwa ajili Mungu alitoa nini? Mwana wake wa pekee. Na ndio nikaita formula ya kwanza. Akaambiwa na Elijah, toa tu kamkate ka kwanza kati ya hiyo nimekuta. Ka kwanza ukitoa, basi inafungulia ile muujiza wa multiplication. Ukitoa ya kwanza. Ukitoa hiyo ya kwanza kwa Mungu, inafungulia nini? Muujiza wa multiplication. Akaambiwa hunga haitaisha na mafuta haitaisha, because ukitoa hiyo ya kwanza kutakuwa ni hiyo order of multiplication, utakuwa umefungua. Unajua kuna kuthrow vitu. Unaduka. Kama tunaita kuduka nini kikuu? Unafungurisha
hiyo muujiza. Kwa hivyo dada akaenda akafanya tu exactly vile ameambiwa na Elijah. Na alipofanya hivyo, akachukua kamkate ka kwanza, ameletea nani? Elijah. Elijah amekula, anasema hiyo kiboyo ya unga haitaisha. Na hiyo mafuta itafanya nini? Haitaisha. Unajua chenye kilikuwa kinatendeka, kila wakati akichota anaona kama amemaliza, lakini akikuja kuchota tena anakuta tu kiasi ile itawatosha. Ina multiply, inaendelea ku multiply because amepika haka kadogo kama mtumishi wa Mungu. Hiyo ingine aliporudi alikuta inatosha wote watatu, wakakula. Na Biblia inaniambia wakakula wote watatu. Miaka hiyo yote ilikuwa imebaki ya hiyo kiangazi, wakakula wote watatu, Elijah, huyo dada na kijana wa huyo dada, wakakula wote watatu, na ikawaweka ikiwahifadhi miaka hiyo yote ambao kulikuwa na kiangazi. Na ndio hiyo tunasema sisi pia tukiwa kwenye crisis kama hivi, tukiwa kwenye shida za corona kama hivi, tukiwa na effect hizi zinatokea zote, zinaadhibu, zinasumbua familia, mtu ana rent, mtu ana chakula ya kupatia watoto, mtu akienda kazini anaambiwa imefutwa, mwingine anaambiwa analipwa nusu, mwingine anaambiwa hii na hii na hii, na wengine tumefungiwa ndani, na mwingine hawezi kufanya biashara zake. Ni wakati tushikilie Mungu. Ni wakati tuangalie Mungu vizuri. Ni wakati uhusiane maisha yako na Mungu vizuri, na Roho wa Mungu aingiane na wewe. Ni wakati wasio wa kukaa bila kuomba. Biblia inasema unaomba without ceasing. Unaomba bila kukoma. Unaendelea na kuomba. Na hii neno unaisoma sana because katika hii neno ndio unapata mawaidha ya vile utafanya. Haleluya. Alafu Bwana Yesu anakubariki sana. Tia imani yako ndani ya Mungu sana. Na woga ni adui na unatoka kwa shetani. Usikubali woga. Simama kwa imani yako zaidi na umshukuru Bwana Yesu na uombe. Na Bwana Yesu anakutendea. Na mtu anapatiwa muujiza wakati huu. Naona watoto wanazaliwa wa miujiza kwa wakati huu wa corona. Naona na watu watatoka kwa corona wakihubiri na wakisema mambo ya miujiza. Naona watu wanatoka kwa corona wakiwa wamepakwa sana because pale wamefungiwa ndani ya nyumba hiyo miezi 3 na mingine, na ile tutaendelea, tujui tutafungiwa mpaka lini. Utatoka pale ukiwa umepakwa zaidi. Utatoka pale ukiwa na maneno ya Mungu zaidi. Utatoka pale ukiwa umeinuka zaidi. Utatoka pale ukiwa umehusiana na Mungu sana kuliko saa ile uliingia kwenye hii mambo. Utatoka pale ukiwa unashuhudia maushuhuda yale ya miujiza ile Mungu amekutendea kutoka kwa hii mambo ya corona. Bwana Yesu awabariki sana.